Waumini wa Kikatoliki wahimizwa kushiriki kikamilifu mfungo wa Kwaresma. Israeli yaishambulia Lebanon na kuwaua takriban watu 10 katika vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Na katika michezo na burudani, wadau na wapenzi wa drafti mkoani Iringa wameeleza faida za mchezo huo. Habari mtazamaji wa UoI Digital, natumai hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pasco. Paroko wa vyuo vikuu na vya kati jimbo la Iringa, Padri Jordan Kihaga, amewasihi waumini wa Kikatoliki mkoani Iringa kuwa wastahimilivu kwenye kipindi cha Kwaresma. Neema Mafele anatujuza zaidi. Hayo yamesemwa katika misa ya shirikisho kwa vyuo vyote jimbo la Iringa iliyofanyika jengo la St. Block ndani ya chuo kikuu cha Iringa, ambayo imewakutanisha wanafunzi mbalimbali wa vyuo vikuu na vya kati, ambapo Padri Jordan Kihaga amewasihi waumini kuwa wastahimilivu kwenye kipindi cha Kwaresma. Tuanze vizuri safari hii ya Kwaresma kuelekea Pasaka, tusiendelee kujitahidi kuboresha, kuweka vizuri maisha yetu, na Yesu mwenyewe ndio mfano wetu kwamba aliyashinda yote hayo, na sisi kumbe inawezekana kwa washindi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upande wake, katekista wa chuo kikuu cha Iringa ametoa maoni yake juu ya ibada hiyo na kwa wanafunzi ambao hawajashiriki ibada hiyo na sakramenti. Wanafunzi wenzangu ambao hawajashiriki misa ya leo, naomba tu kupitia Dominika ya leo tunapopita masikioni mwetu, basi ikaweze kuwa ni ishara ama Roho Mtakatifu akaweze kuwagusa, waweze kuingia katika jina la Bwana, kwa maana Bwana ni mwema. Nao wanafunzi walioshiriki ibada hiyo wamesema lengo la misa ni kuwakutanisha wanavyuo mbalimbali na kuongoza kuwa wanapaswa kuishi maisha yanayompendeza Mungu na yenye maadili ya Kikatoliki. Sisi kama vijana wa Katoliki tunatakiwa kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, kuepuka mambo ambayo kiimani na Kikatoliki sio sahihi. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi maisha yale ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lengo kuu la kuandaa ibada ya shirikisho ni kuwakutanisha wanavyuo mbalimbali ili waweze kusali kwa pamoja na kuweza kuelewa vizuri neno la Mungu, na pia kuweza kufanya socialization kati ya wanavyuo kutoka chuo kimoja na chuo kingine. Ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya Kwaresma ambapo imefanyika ibada ya misa takatifu ya shirikisho ikiwahusisha wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati katika jimbo la Iringa, ambapo Padri Jordan Kihaga ameelezea kuhusiana na umuhimu wa shirikisho na ustahimilivu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Nikiripoti kutoka eneo la St. Block katika chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Neema Mafele wa UoI Digital. Shukrani sana Neema kwa taarifa hii. Taarifa yake Neema inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Simon Masolwa. Watu 10 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli kwenye bonde la Bekaa nchini Lebanoni. Jeshi la Israeli limesema kuwa limewaua wanamgambo wa Hezbollah katika kamandi 3 zilizogunduliwa hivi karibuni. Mashambulio hayo ni miongoni mwa matukio mabaya zaidi kuripotiwa mashariki mwa Lebanoni katika wiki za hivi karibuni, yanahatarisha makubaliano dhaifu ya kusitisha vita kati ya Israeli na kundi hilo la Hezbollah. Makubaliano hayo ya kusitisha vita yaliyosemwa na Marekani, ambayo tayari yanakabiliwa na utata kutokana na tuhuma za mara kwa mara za ukiukwaji. Vyanzo vya usalama vilivyoiarifu shirika la habari la Reuters baada ya jeshi la Israeli kusema kuwa lilikuwa limelenga maeneo ya Hezbollah katika eneo la Baalbek. Vyanzo hivyo pia viliendelea kusema kuwa afisa mmoja mkuu wa Hezbollah aliuawa katika mashambulizo hayo. Hata hivyo, hakuna tamko la haraka kutoka kwa Hezbollah. Asante sana Simon kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Jovin Tweve katika habari za biashara na uchumi.
Nao wauzaji mbalimbali wa mahindi ya kuchoma wameeleza faida wanayoipata kupitia biashara hiyo, ikiwemo mahitaji yao ya familia, na changamoto kubwa ni upatikanaji wake hasa wakati wa kiangazi. Toka hata na shilingi 5,000 bado kwenye maisha yangu na watoto wangu kuwapa hela za shuleni kwa ajili ya hela za chakula, mahitaji madogo madogo ya shuleni huwa napata. Kipindi fulani cha kiangazi mahindi yanakuwa adimu. Kwa hiyo tunauziwa labda mahindi moja 350. Unakuja kukuta mahindi yenyewe labda muda mwingine madogo madogo sana. Sasa utakapouza lazima hasara itakuja. Tunahitaji kiasi kidogo ambacho kinatokana na kuchoma mahindi. Kazani tu kuchoma mahindi kulingana na soko linavyokaa. Kama anaona soko liko vizuri, basi aendelee kuchoma mahindi. Ni biashara nzuri. Mfanyabiashara na msambazaji wa mahindi kata ya Kiesa mkoani Iringa ameeleza namna upatikanaji wa mahindi kipindi hii kana na mvua kuchelewa kunyesha kuwa yanapatikana kwa wingi Dabaga ambako kuna mabonde yanayotunza maji kwa wingi, na kuwashauri wafanyabiashara kuendelea kupambana na biashara ya mahindi kwa kipindi hiki, kwani ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Ndiki yanatoka Dabaga, yanapatikana Dabaga kwa wingi sana, maana saizi kule ni mabonde mengi yanafanyiwa kazi. Mimi na washauri waendelee kupambana na kwa sababu ni kazi ambayo inawapa maslahi. Hii ni kazi kama kazi zingine. Baadhi ya maoni ya wafanyabiashara wachache wanaofanya biashara ya uchomaji mahindi. Nikiripoti kutoka Semtema, mimi ni Jovin Tweve wa UoI Digital. Shukrani sana kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane na Tumaini Daudi. Kiongozi wa mchezo wa draft mkoani Iringa eneo la Mwala pamoja na wachezaji wa mchezo huo wameeleza utofauti, sheria na kipindi cha mchezo huo. Wameyasema hayo walipofanya mahojiano na wanahabari wa UoI Digital. Aidha, kiongozi huyo ameeleza aina ya draft ambayo huchezwa sana hasa mkoani humo. Nyanda za juu huko kusini tunachezwa sana British. Unajua sisi tulitawaliwa na Mwingereza, kwa hiyo hata mifumo yake mingi ya kijamii inakwenda katika hali ya kutokana na yule aliyetawala. Nao wachezaji wa mchezo huo wamesema kuwa mchezo wa draft unahitaji kutumia akili nyingi tofauti na michezo mingine, na sheria kuu ya draft ni one touch. Aidha, wamesema kuna mashindano ya mchezo huo na baadhi ya wadau wa mchezo huo kutoka mikoa mingine kuja Iringa kwa ajili ya mashindano. Tunatumia akili nyingi sana wanapocheza na mtu, kwa sababu hapa tunakuwa tunashindana. Sasa ni tofauti pia na michezo mingine, labda tukizungumzia mpira na mchezo mwingine. Ila draft imenipelekea sana kupenda, kwa sababu ni mchezo ambao kidogo unaweza nikasema unaingia hata kwenye maisha ya kawaida. Tu wanashindana, kuna watu wanatoka Mbeya, kuna watu wanatoka Morogoro wanakuja Iringa kwa ajili ya mashindano, na washindi wao wanapewa zawadi. Hapo unaambiwa usisogeze mkono kwenye kete. Maana yako ukisogeza mkono, peleka kete hiyo. Usiguse kete, unapopeleka mkono maana yake moja kwa moja cheza hiyo kete. Kwa hiyo kunakuwa na visheria tunavyoweka kwa muda huo wakati tuko kwenye mashindano. Hayo ni maoni ya wachezaji wa mchezo wa draft. Ni ripoti kutoka Mwala Iringa, mimi Tumaini Daudi wa UoI Digital. Asante sana Tumaini kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Fariji Kasanga. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno kadhibu. Je, unaelewa nini ukisikia msamiati huu? Twende tukatizame baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia msamiati wa neno kadhibu. Ukisikia neno kidhibu, wewe unaelewa nini? Kidhibu maana yake ni kusema uongo au kudanganya. Tumekuwa na maneno tofauti tofauti ya lugha ya Kiswahili ambayo tunayatumia mtaani lakini hatujui maana yake. Vipi ukisikia neno kadhibu, wewe unaelewa nini?
Kazibu au kadhibu? Kadhibu. Naposikia neno kadhibu, mimi hapo kwa haraka hapo bila kufikiria, neno kadhibu yani inamaanisha kwamba aliadhibiwa, yani mtu ambaye ameshapewa adhabu ndo kadhibu. Yani ameshapewa adhabu tayari ndo kadhibu, kwa maana yangu haraka. Yes. Anaitwa kadhibu. Naweza nikakutungia sentensi hapo wewe ukaitafsiri hiyo sentensi. Sasa nikasema Dax anapenda sana ukadhibu. Wewe umeelewa nini kwenye hiyo sentensi? Dax anapenda sana ukadhibu. Yaani anapenda adhabu. Anapenda sana adhabu. Kadhibu ni kama kudanganya au kuongopa. Na hao ni baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea maana halisi ya msamiati wa leo. Na maana halisi ya neno kadhibu ni kuongopa au kusema uongo. Yule mtu anayedanganya tunamwita kadhibu. Langu jina ni Farijika Sanga, UoI Digital, tuhabarike kidigitali. Asante sana Farijika kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati kithibu. Nami na kuacha na sentensi isemayo Mwajuma anapenda sana kuwa kithibu. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri.